Takribani wahamiaji 68 wa Kiafrika wameuawa katika shambulizi la anga la Marekani dhidi ya kituo kimoja kinachodhibitiwa na Wahuthi kaskazini magharibi mwa Yemen. Kituo cha televisheni cha kundi hilo lenye silaha kimesema. Al Masrai iliripoti kuwa wahamiaji wengine 47 walijeruhiwa, wengi wao wakiwa vibaya sana, wakati kituo hicho katika jimbo la Saada kililipuliwa kwa bomu. Ilichapisha picha zinazoonyesha miili mingi iliyofunikwa kwenye vifusi vya jengo lililoharibiwa. Ofisa wa ulinzi wa Marekani alisema kamandi kuu ya jeshi la Marekani inafahamu madai ya mauaji ya raia. Shambulio hilo limekuja saa chache baada ya kamandi kuu kutangaza vikosi vyake vimelenga zaidi ya shabaha 800 tangu Rais Donald Trump kuamuru kuimarishwa kwa kampeni ya anga dhidi ya Houthi mnamo tarehe 15 mwezi Machi mwaka huu. Ilisema mashambulizi hayo yameua mamia ya wapiganaji wa Houthi na viongozi wengi wa Houthi, wakiwemo maofisa wakuu waliokuwa wakisimamia mipango ya makombora na ndege zisizo na rubani. Kituo cha kizuizi cha wahamiaji huko Saada kiliripotiwa kuwa na Waafrika 115 wakati kilipigwa mara 4 muda mfupi kabla ya saa 11 za ndani siku ya Jumatatu, kulingana na Al Masrai. Ripoti za majeruhi hazikuweza kuthibitishwa mara moja, lakini video za Al Masrai zilionyesha watu wa huduma wa kwanza wakiopoa miili ya watu wasiopungua dozen kati ya vipande vya saruji na vifusi vya chuma kwenye sakafu ya jengo kubwa lililokuwa na kuta zilizoharibiwa kwa kiasi na bila paa. Katika hospitali ya eneo hilo, mwanaume mwingine alijeruhiwa aliambia Al Masrai, "Shambulio lilitupata tukiwa tumelala, ndivyo hivyo." Kufuatia kutembelea eneo la tukio, mwenyekiti wa jumuiya ya Wasomali nchini Yemeni, Ibrahim Abdulkadir Maklin, aliliambia BBC, "Ilikuwa ya kusikitisha na ya kutisha. Niliona watu walioteketea. Hatukuweza kutambua baadhi ya mili tuliyoiona." Alisema idadi ya wahamiaji wa Kisomali waliouawa ilikuwa ndogo sana kwa sababu kundi lilikuwa limeondolewa kwenye kizuizi hicho siku 3 zilizopita, na kwamba wengi wa wafungwa walikuwa wa Ethiopia. Pia alisema kuwa kituo hicho kilikuwa katika eneo la wazi na sio karibu na kambi yoyote ya kijeshi. Wizara ya mambo ya ndani inayoongozwa na Houthi ilishtumu kile ilichokiita mashambulizi ya kimakusudi ya kituo hicho na kusema kuwa ni uhalifu wa kivita. Ofisa huyo wa ulinzi wa Marekani alisema kamandi kuu ilichukua madai ya vifo vya raia kwa uzito mkubwa, na kwamba kwa sasa inafanyia tathmini ya uharibifu wa vita na uchunguzi kuyahusu. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema limesikitishwa sana na ripoti za watu kupoteza maisha huko Saada. Wakati IOM haijafanya kazi katika kituo hiki, tunasalia na nia ya kufuatilia kwa karibu hali hiyo na tuko tayari kutoa msaada kama inavyohitajika, iliongeza. Tunatoa wito kwa pande zote kwenye mzozo kuweka kipaumbele kwa ulinzi wa raia na kuhakikisha heshima kamili kwa sheria za kimataifa. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC ilisema timu kutoka Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Yemeni ilitoa msaada wa kuokoa maisha kwa kuwahamisha majeruhi hospitalini, na walikuwa wakihakikisha usimamizi wa heshima kwa waliokufa. Mnamo mwaka 2022 takribani watu 66 waliripotiwa kuuawa wakati muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unaoiunga mkono serikali ya Yemen ulipokipiga kizuizi kilicho umbali wa mita 100 tu, sawa na futi 330 kutoka eneo la shambulio la Jumatatu. Al Masrai pia iliripoti kuwa watu wengine 4 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya usiku ya Marekani katika mji mkuu wa Sanaa unaodhibitiwa na Wahuthi. Taarifa iliyotolewa na CENTCOM Jumapili jioni ilisema kuwa Marekani ilikuwa na ukomo wa kufichua maelezo ya shughuli zetu zinazoendelea au zijazo ili kuhifadhi usalama
wa uendeshaji. Licha ya uharibifu na mgogoro wa kibinadamu nchini Yemen uliosababishwa na miaka 11 ya migogoro, wahamiaji wanaendelea kuwasili nchini kwa mashua kutoka pembe ya Afrika, wakichochewa na hali ya kisiasa na kiuchumi, ukame na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa katika nchi zao. Wengi wao wananuia kuvuka hadi katika nchi jirani ya Saudi Arabia kutafuta kazi. Badala yake wanakabiliwa na unyonyaji, kuwekwa kizuizini, ghasia na safari hatari kupitia maeneo yenye migogoro, kulingana na IOM. Katika mwaka wa 2024 pekee, inasema karibu wahamiaji 60,900 waliwasili nchini, mara nyingi bila njia ya kuishi. Wengi wao ni wa Ethiopia na wa Somali. Maelfu ya wahamiaji wanadhaniwa kuzuiliwa katika vituo kama vile vilivyoko Saada, lakini hakuna takwimu rasmi kutoka kwa mamlaka inayoongozwa na Houthi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema wafungwa hupitia hali mbaya, ikiwa ni pamoja na msongamano wa watu, unyanyasaji na usafi wa mazingira. Mapema mwezi huu, serikali inayoongozwa na Houthi ilisema mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye kituo cha mafuta cha Ras Isa kwenye pwani ya Bahari Nyekundu yaliwaua watu wasiopungua 74 na wengine 171 kujeruhiwa. Ilisema kituo hicho ni kituo cha kiraia na kwamba shambulio hilo lilijumuisha uhalifu wa kivita. CENTCOM ilisema shambulio hilo liliharibu uwezo wa Ras Isa kupokea mafuta na kwamba litaanza kuathiri uwezo wa Houthi sio tu kufanya operesheni, lakini pia kupata mapato ya mamilioni ya dola kwa shughuli zao za kigaidi. Wahouthi hawakukatishwa tamaa na kutumwa kwa meli za kivita za Magharibi katika Bandari Nyekundu na Guba ya Adeni kulinda meli za wafanyabiashara mwaka jana, au kwa duru nyingi za mashambulizi ya Marekani kwenye malengo ya kijeshi yaliyoamriwa na rais wa zamani Joe Biden. Baada ya kuchukua wadhifa huo mwezi Januari, Trump aliwateua tena Wahouthi kama shirika la kigeni la kigaidi, hali ambayo utawala wa Biden ulikuwa umeondoa kutokana na kile ilichosema ni hitaji la kupunguza mzozo wa kibinadamu nchini humo. Yemen imeharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozidi mnamo mwaka 2015 wakati Wahouthi walipotoa udhibiti wa eneo la kaskazini magharibi mwa nchi hiyo kutoka kwa serikali inayotambulika kimataifa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unaoungwa mkono na Marekani kuingilia kati katika juhudi za kurejesha utawala wake. Mapigano hayo yameripotiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 150,000 na kusababisha maafa ya kibinadamu, huku watu milioni 4.8 wakiwa wameyahama makazi yao na milioni 19.5, nusu ya wakazi wakihitaji aina fulani ya msaada. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.